Tuna risala ya Eid, na risala yetu katika Eid hii itakuwa ni kuhusu janga adhimu kubwa ambalo kwamba limevamia jamii zetu, na karibia hakuna familia katika familia zilioko katika jamii isipokuwa limeingia janga kama hili, nalo ni al-qumar ama al-maisir. Tupiga picha baada ama kucheza kamari kwa lugha nyingine, ama kubeti. Kesi zimekuwa nyingi sana, hasa katika kipindi hichi cha mwisho, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Al-Qur'an Al-Karim ametuambia innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaitan. Ametuambia ni uchafu katika amali ya shaitan, na shaitani anatumia njia hii katika kutia adawa, wadui na baghdha na chuki kati ya watu. Kiangalia vizuri aya kama hii utaona al-Haq Subhanahu wa Ta'ala ameiambatanisha kimari na pombe. Maulama wanasema siri ya kuambatanishwa huku ni kwa kama vile pombe inapoteza akili, na vile vile qimar inapoteza akili, inamfikisha mtu katika idman. Studies zilizofanywa pande za Ujerumani wanasema ndani ya nchi moja ya Germany watu robo milioni wamefika katika kiwango cha uraibu, addiction, katika swala la kamari. Hatari. Mtu anakosa paka chakula ndani ya nyumba, mtu anafanya njia yote ili atimize uraibu wake kama huu. Imepelekea majumba kuvunjika, imepelekea mabiashara kufungwa, imepelekea watu kufutwa kazi, bali imepelekea mpaka posa kutokamilika kufika katika ndoa. Yote kwa sababu gani? Ya qimar. Na kwa nini watu wanaingia? Kwa sababu wanataka pesa ya haraka kwa muda mdogo bila ya kujituma. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, riziki aloniandikia mimi na wewe tutaipata, lakini tofauti ni kwa tutajichagulia tutaipata kwa namna gani. Ile hakuna ya ziada itakayoongezeka, lakini imma utaipata kwa njia ya halali ama utaipata kwa njia haramu. Chaguo ni lako. Sayyiduna Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, siku moja anataka kuingia msikitini, anampa kijana amshikie ngamia wake ama mnyama wake. Akitoka baada ya swala, ana dinari 2 ndani ya mfuko, alikuwa ameziandaa kwa ajili ya kumpatia yule kijana kwa khidma ya kumshikia mnyama wake. Akitoka anamuona mnyama lakini hana lijam, kamba yake hana, na kijana hayuko. Inabidi amtume mwanawe, Hasan, nenda sokoni kanunulie lijam, chukua dirham 2. Akienda kule, ile iliyokuwa kwa mnyama wake ndio iliyopatikana kule. Kama vile Said Mira zetu tukizitafuta tutajua kule tunapozipata, ile amekwenda kaipata kule. Akija nayo Saidina Ali anaiangalia hivi, anasema subhanallah, dirham 2 zile alikuwa zipate kwa halali, amezipata, lakini kwa kupitia nini? Haram. Rizq ni ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na Mtume ametuambia msitafute kwa maasi, na kilichoko kwa Mwenyezi Mungu hakipatikani isipokuwa kwa taa yake. Zamani tulikuwa tunasema ulimwengu wa kimagharibi ndio ulovama katika janga kama hili. Tafiti za mwaka 2011 Uholanzi, faida ambazo kwamba kampuni za kamari zilipata ilikuwa ni bilioni $12. 2016 pesa walizopoteza watu katika mchezo wa kamari Australia peke yake ni bilioni $12 ama $11, mabilioni kwa mabilioni. Natajirika wengine kwa kula mali ya watu kwa haramu. Kwa hivyo tujichunge ibadallah, hasa vijana wameingia sana hili. Mara utasikia sijui kuna aviation, michezo mingi yamejaa katika simu, mbali na hizi zingine za kubeti. La kusikitisha, baada sisi tufanya haramu hiyo, na juu yake tuna market, tunatangaza. Unapata mtu amevaa jezi ya timu yake ambayo kwamba sponsor mkubwa ni kampuni ya kamari,
na la maajabu mpate anaingia nayo msikitini, anakuja kuswali. Jua kwa kila atakayeona ukamkumbusha akaenda kaifanya, na wewe unafungu katika dhambi kama hili. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala turuzuku riziki za halali. Usisahau leo ni siku ya Eid, ni siku ya furaha. Tukumbuke muhtajin na fukara na masakini. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia hakuna amali iliyokuwa bora aliyofanya mu'min katika siku kama hii ya leo ya Eidul Adha kama kumwaga damu, kuchinja. Na ikaja katika sunani ad-Dar al-Qutni, anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, pesa iliyotumika kwa ubora zaidi katika siku ya Eid ni ile ambayo kwamba imetumika katika kudahi. Na Mwenyezi Mungu atuambia fasalli li rabbika wanhar, tuchinje, tukumbuke ndugu zetu, majirani zetu, masakin, na wao wafurahi katika siku kama hii ya leo. Wa kullu amin wa antum bikhair, wassalamu alaikum wal afwa minkum wa Eidukum mubarak.